Naam, Dakta mpenzi mtazamaji kutoka katika kaunti ya Kwale na bunge la Matuga katika wadi ya Tiwi. Siku ya leo tuko eneo la Tiwi Sport ambapo tutakuwa tunasemezana na kiongozi ambaye tuko naye hapa. Ameweza kuhudhuria uzinduzi wa Adams Medical Clinic ambayo itakuwa inatoa matibabu kwa wanajamii. Karibu sana ndani ya Talanta Mwanza Media. Ningependa uanze kwa kumtambulisha mtazamaji ambaye pengine anakuona kwa mara ya kwanza, alafu mueleze mbona uko hapa siku ya leo na uzinduzi huu unaofanyika wa kliniki hii unaashiria nini katika jamii tunapozungumzia sekta ya afya? Shukran sana. Kwa majina mimi ni Engineer Salim Zimbo, katibu katika Wizara ya Barabara na Miundo Msingi katika gatuzi letu la Kwale. Na leo tuko hapa katika uzinduzi rasmi wa Adams Medical Clinic hapa Tiwi Chai. Na nafikiri hii inaashiria umuhimu wa vijana katika jamii ama kuleta mageuzi katika jamii. Na ni ishara nzuri tu ama ni mfano mzuri wa kuigwa na vijana wote. Hii ni kumaanisha kwamba vijana tunayo nafasi ya kuleta mageuzi katika jamii na kuiendeleza ile jamii yetu ili kusonga katika ile nafasi ya mbele. Na nafikiri ni mfano ambao unafaa kuigwa na vijana wote. Pengine tu kwa kifupi uweze kutuelezea jukumu la serikali. Pengine kuna kivyovyote ambavyo serikali ya kaunti inajaribu kuwashika mkono watu binafsi wanaojitolea katika kuikwamua jamii kutoka katika lindi la ukosefu wa matibabu bora. Tunajua serikali ya kaunti inajitahidi, lakini je, kuna mkakati yoyote ya kutia nguvu vijana kama hawa katika serikali ya kaunti? Serikali ya kaunti inashirikiana na vijana kwa njia nyingi. Na nafikiri sasa kusisitiza ile ambayo serikali ya kaunti inashikilia ni kushikilia wale vijana, si specifically katika nyanja ya afya lakini katika nyanja zote. Nafikiri sasa hii ukiangalia kuna vijana ambao sasa hii wamewezeshwa ili kufanya kazi za serikali ya kaunti. Nafikiri kuna makampuni ambayo yametengezwa ya kina mama na vijana ambao ndio wengi ambao wanaathirika katika economical aspect ya jamii yetu. Nafikiri kufikia sasa kuna makampuni takriban 400 ya vijana na wakina mama ili kuwawezesha kufanya hizi kazi zetu za kaunti. Pili, katika idara ya afya nafikiri serikali ya kaunti inajizatiti kabisa kuhakikisha kwamba hii hali ya afya tunasonga mbele ama tunatembea pamoja. Na wajasiriamali ama wawekezaji ama vijana wetu wakiwekeza katika sekta hii ya afya, nafikiri sisi jukumu letu kubwa ni kushirikiana nao kuhakikisha tu kwamba yale ambayo yanatakikana katika wizara yetu ya afya ama katika kuendeleza afya yanazingatiwa. Maanake najua kliniki sometimes huwa zinakuwa zinatengezwa lakini yale ambayo yanafaa hayafuatiliwi. Lakini jukumu letu ni kuhakikisha kwamba ile afya ambayo huyu mwekezaji anaweka, je, inafuata vile vitengo ama vigezo ambavyo serikali inahitaji. Na hilo ndio jukumu letu kuhakikisha kwamba yule mwananchi anapata afya salama, anapata matibabu salama na anapata dawa ambazo ni za kuaminika. Mwisho kabisa tukimalizia, nataka tutoke katika masuala ya afya tuingie katika ukurasa wako ama katika sekta yako. Pengine mikakati tunapozungumzia swala la usafiri, ujenzi wa barabara katika kaunti ya Kwale upoje? Pengine kuna mabadiliko yoyote ambayo ni chanya tunapozungumzia jinsi ilivyokuwa pengine awamu hii inaongozwa na Fatuma Achani ilipoanza hadi kufikia sasa? Kuna mabadiliko yote na mikakati ipoje katika siku zijazo? Nafikiri yale yanayoendelea katika wizara hii ya barabara na miundo msingi ni mengi, na nafikiri mengine pia si ya kuelezewa kwa sababu hapa tumetumia barabara ya lami. Huu ni mradi wa kaunti ukiongozwa na Mama Fatuma Achani. Ni mradi ambao ulianzishwa 2023 na bado unaendelea kuhakikisha kwamba tuna connect hii barabara kutoka Tiwi sokoni mpaka kule Vinoni. Na kuna miradi mingi kama hii ya lami ambayo inaendelea tu. Kuna mmoja kule Majoreni ambao tayari tushakamilisha kilomita 1 na bado utaendelea. Kuna mradi mwingine wa lami Tsimba ambao tumekamilisha kilomita 1 na bado utaendelea. Kuna kilomita 3 zinatengezwa Mkilo Kalalani ambao ni awamu ya pili ya mradi huo na ule mradi bado utaendelea. Na kuna barabara nyingi ambazo tumefungua na tumeweka mara na bado tutazidi. Hii ni miradi ambayo bado tunataka kuhakikisha kwamba baada ya awamu hii ya mstahiki Gavana Fatuma Achani, miundo msingi ya barabara itakuwa iko sawa kabisa. Kwa hivyo bado mikakati iko
na hata awamu hii mwaka huu wa kifedha kuna barabara nyingi ambazo tutafungua na tutazirekebisha. Okay. Pengine tuseme asante sana kwa kuweza kusemezana nasi. Naomba isiwe mwisho, tutatafutana tuweze kukaa tujue ni mengi gani mazuri ambayo yapo katika wizara ambayo pia wewe ni katibu pale. Talanta Mwanza Media, news that matters, fun that entertains.